Sikilizeni nyinyi wauaji. Sikilizeni nyinyi wauaji. Nadhani jana tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2026 mumeona tulichowafanyia kule Kilimanjaro, mkoani Kilimanjaro, Moshi, kijiji cha Masaira. Tulipita na shingo la mwenyekiti wa CCM. Na nyie polisi mnapokuja kukanusha, muje na vile vipeperushi vya TFF ambavyo vilipatikana kwa mwenyekiti. Mnapokuja kutoa taarifa za uongo na kukanusha, na mimi watangazeni kwamba hivi tunakuja na tamko kubwa la ushindi. Na kama ni mwenyekiti, jiuzuru mapema. Jiuzuru mapema. Hilo naambia ni jiuzuru mapema. Hatuna muda wa kunyamaza tena. Hatunyamazi tena. Tuliwapa wiki 2-3 mkaona kama sisi ni wapumbavu. Mkaanza kutuzomea mitandaoni kama sisi ni watu wa taarabu, tuimba taarabu. Sasa Kilimanjaro jana. Na jana nimeposti, nimeenda. Hii ni onyo nimewatumia bado. Na hii ni onyo ili mnione vizuri. Naomba mnione vizuri. Sasa hatuna muda wa kucheka na kima. Hatuna muda wa kucheka na mjinga yoyote yule. Hatuna. Naongea kwa ujasiri kwa sababu tumefanya. Tuliyofanya tutasema tumefanya. Ambayo tujafanya tutasema tujafanya. Ya kwetu tutasema tumefanya. Mimi sitaki kuwa Mungu. Ile ambayo polisi wamefanya tutasema wamefanya. Sababu nao pia wamejipanga kuanza uharibifu. Na karibu maliza watu. TFF si kwenye karibu maliza watu, tunaenda kwa mwenyekiti wa mitaa, madiwani, na sasa tunataka tuanze kuvamia magari ya wabunge na mawaziri. Haiwezekani nyinyi mnaua watu nyinyi tuwanyamazie. Sasa jana mnaona kichwa cha mwenyekiti wa CCM kimeondoka. Na mshtukio kukimbia na kichwa. Na mnawakamata watu wasio na hatia, waachilieni. Na mimi naombeeni jamani, kama wewe ni mwanakijiji wa eneo fulani, ukiona jambo limefanyika, kama ni mwenyekiti ameondoka, amefariki, TFF imemuua mwenyekiti au diwani au mbunge, hamiro eneo haraka. Sasa sababu hawajinga watakukamata ili hawataki TFF ijulikane. So wanaanza kumkamata mtu yote yule tu ili kuondoa nguvu ya TFF. Kujeni na vipeperushi ambavyo mlivipata kwa mwenyekiti. Vipeperushi vya TFF tukisema hivi, madiwani mjiandae, mwenyekiti mjiandae, polisi mjiandae, wakizeni wajiandae. Hayo ndio maneno yalikuwa yameandikwa kwa hivyo peperushi. Hayo ndio maneno yalikuwa yameandikwa. Njoni na hivyo peperushi. Mnapokuja kukanusha hizo taarifa, njoni na hivyo vipeperushi vya TFF. Hatuna muda kucheka na yoyote. Hatuna. We are tired. Tumechoka. Tumechoka. Na bado. Nyie jiandaeni tu. Kisasi ni lazima. Na mimi naombeni vijana, sikiliza. Mimi mwenyewe siwezi. TFF yenyewe haiwezi kuikomboa taifa. Hilo tuweke wazi. Tunahitaji vijana wengi, na sio lazima ujiunge na sisi. Una hasira na nchi yako, chukua kisu, chukua panga, chukua mshale. Mfizie mwenyekiti, mfizie polisi, mfizie diwani, mfizie mbunge, chukua petroli, choma hata hizo mahakama. Choma hata hizo, kwa sababu hata mahakama zimetunyima haki. Yaani mkiona mambo yanafanyika nyinyi kuhusu mahakama, kuhusu polisi, kuhusu wabunge, nyinyi join TFF. Ile kuhusu issue ya kuchoma viwanda vya watu, si kuchoma mashule, si kuchoma nini viwanda, TFF husiki, ni mapolisi hao ndio wanahusika. Na nataka anze, na mimi naambieni wananchi mleke wazi. Polisi wanataka kuanza mipango ya kuwaibia na kuwapiga watu wasio na hatia. Maana TFF inakuwa na nguvu. TFF inakuwa na nguvu, sasa watataka kuichafua jina la TFF. Vijana tutoke. Na tunatangaza siku ya maandamano. Tunataka tuandae siku ya maandamano kubwa nchini. Vijana mjiandae kutoka. Na wewe mwenyewe kijana una uwezo. Kama vile mimi nimejitolea kutoka hadharani. Nimejitolea, nipo hadharani. Hata una uwezo. Sio lazima ujionyeshe sura yako. Una uwezo wewe ukafanya jambo eneo ulipo. Una uwezo. Hamwezi shindwa. Sisi wanawake, hebu tazama juzi yule mwanamke analia, mtoto wangu ameuawa, yule mama ambaye kijana wake aliuawa, fundi simu yule. Amekamatwa kwa mikono ya polisi au migambo, sio migambo. Hafa anarudi kwa jeneza. Mtu ndiko ametoka akiwa mzima, anarudi kwa jeneza, eti Orosco ni polisi.
Hapana. Hapana kwa kweli. Na sisi tulapa muda wiki 3. Waimba taarabu. Waimba taarabu mbonye. Sisi tunavumilia, tumevumilia vya kutosha, sasa subiri matokeo. Hata nyinyi hao ambao mna hizo mahakama zimewatesa vijana wetu wana vesi vya uhaini vya uongo. Nyie mahakama na nyie mawakili mjiandae. Naambia hata nyie mawakili mjiandae. Msitutishie maisha. Hata nyie wana sheria nyinyi. Yaani umesomea sheria kumtetea mwananchi. Zaidi yote unaanza kumnyanyasa mwananchi. Umesomea sheria kumtetea mwananchi, kumtetea. Yaani uko independent, uwe mtu ambaye umejitegemea. Mwanasheria ni mtu ambaye ni wa haki, uninua Biblia kabisa, Biblia na Qurani. Bado unamnyanyasa mtu kwa kesi kwa sababu kuna mkono wa mtu pale juu. Hatuna mahakama sisi. Tutumie njia gani? Tuombe maandamano ya amani mkatunyima. Tumejaribu kuelezea kwamba waachilie basi ndugu zetu walioshikwa 29 mtaki kuachilia wengine. Wengine mmewatesa, wengine mmewaua. Muda wa vitendo. Pata mwenyekiti, pata polisi, pita naye. Asanteni sana. Na bado. Nadhani yule umbwa, nikimalizia yule umbwa Yohana wa Chalinze, mmemwona siku zake ongea mitandaoni? Amekimbilia kijijini. Amekimbilia wapi? Kijijini. Yohana wa Chalinze amekimbilia kijijini. Kwa nini? Tulimpa onyo. Haongeongea siku zake, kimebaki hiki kifupi hiki. Hichi kifupi hichi ndio kimebaki hiki. Yohana wa Chalinze alikimbilia wapi? Kijijini. Alipewa onyo. Na ni mzuri ametusikiliza. Amewasikiliza wananchi na amesikiliza TFF. Angeendelea asingemwacha salama. Asanteni sana.